Ni matumaini yangu kwamba usalama popote pale ulipo mtazamaji. Hujambo na karibu katika jarida la Uvoro ambapo tumekuandalia mengi kama jinsi tunavyopokea. Jina langu ni Nyaki Ndwega. Hebu kwanza tuangazie vidokezo. Rais William Ruto aendeleza ziara yake rasmi jijini Nairobi. Maafisa tabibu walalamikia utekelezaji wa bima ya afya ya SHA. Maandamano yashuhudiwa katika chuo kikuu cha Multimedia kufuatia mauaji ya mwanafunzi. Karibu mtazamaji. Wiki imeanza kwa mvua kubwa katika sehemu mbalimbali za nchi. Mvua ilianza jioni siku ya Jumapili na kusababisha msongamano wa magari jijini Nairobi na kusababisha mafuriko ambayo yameathiri biashara. Mwanahabari wetu Munene Njiro ametuandalia mengi kuhusu ripoti hii. Wiki imeanza kwa mvua kubwa katika sehemu mbalimbali nchini. Mvua ilianza jioni siku ya Jumapili na kusababisha msongamano wa magari Nairobi na mafuriko ambayo yameathiri biashara. Jumamosi, idara ya hali ya hewa ilitoa tahadhari kuhusu mvua kubwa iliyotarajiwa kuanzia jioni ya Jumapili hadi siku ya Jumanne. Idara hiyo ilionya kwamba hali hii haitaathiri tu kwa mafuriko ya papo hapo, bali pia itasababisha upungufu wa kuona haswa kwa madereva wa barabarani. Mkurugenzi wa idara ya hali ya hewa ya Kenya, David Gikungu, alisema mvua inatarajiwa kuendelea hadi Jumanne saa 3 usiku. Mtaalamu wa hali ya hewa alitabiri mvua ya hadi mililita 30 katika baadhi ya mikoa ya nchi. Gikungu alisema mvua kubwa ya zaidi ya mililita 20 kwa masaa 24 inatarajiwa katika maeneo ya bonde la ziwa la Victoria, bonde la Ufa, milimani ya magharibi na mashariki ya bonde la Ufa, ikiwemo maeneo ya Nairobi na maeneo ya chini ya kusini mashariki. Nikiripotia Uvoro TV, langu jina Munene Njiro. Rais William Ruto amezidi kutetea ushirikiano wake na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, akisisitiza kuwa umoja wa viongozi utawezesha kukua kwa uchumi na kukabiliana na changamoto zinazokumba nchi ya Kenya. Mengi kuhusu habari hii ni kama mwanahabari wetu William Shilisia anavyozidi kueleza. Rais William Ruto ameendelea kutetea ushirikiano wake na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, akisema kuwa umoja wa viongozi ni msingi wa maendeleo ya taifa. Akizungumza wakati wa ziara ya maendeleo katika kaunti ya Nairobi, Rais Ruto alisisitiza kuwa mshikamano wa uongozi utasaidia kukuza uchumi wa nchi na kukabiliana na changamoto zinazowakumba Wakenya kama vile ukosefu wa ajira na njaa. Aidha, Rais Ruto aliwakosoa vikali wapinzani wake, akiwataja kama vikwazo kwa umoja wa kitaifa. Alieleza kuwa hatua yake ya kushirikiana na viongozi wa mirengo tofauti inalenga kuimarisha utawala bora na ustawi wa wananchi. Nairobi, na wauliza, juzi mliona tumeketi chini na Mheshimiwa Raila Odinga tukasema Kenya ni ya muhimu kuliko chama. Kenya ni ya muhimu kuliko kabila lolote. Tuungane ili tuweze kukabiliana na changamoto za Kenya. Tuzalishe chakula, tuondoe njaa. Tuzalishe ajira, tuondoe mambo ya vijana kuhangaika, na tuhakikisha kwamba tunazalisha uchumi, tufukuze umaskini Kenya hii. Watu wa Nairobi, jameni, mimi nawauliza, mnakubaliana na sisi tuungane? Mnasema tuungane? Hebu nione wala anasema tuungane katika Nairobi hiyo na Kenya mzima. Hata hivyo, ushirikiano huu unaendelea kuzua mijadala mikali katika ulingo wa siasa, huku baadhi ya viongozi wa upinzani wakieleza wasiwasi wao kuhusu ajenda halisi ya mwafaka huo. Nikiripotia Uvoro TV Business, William Shilisia. Maafisa tabibu kote nchini sasa wamemwomba Rais William Ruto kuingilia kati utekelezaji wa bima ya afya ya SHA, wakitaka ubaguzi wa kimfumo na vikwazo vya urasimu ambavyo vinadhoofisha jukumu lao katika utoaji wa huduma za afya.
Tupate maelezo zaidi kutoka kwa habari ifuatayo. Maafisa tabibu kote nchini sasa wamemuomba Rais William Ruto kuingilia kati utekelezaji wa bima ya afya ya SHA, wakitaka ubaguzi wa kimfumo na vikwazo vya urasimu ambavyo vinadhoofisha jukumu lao katika utoaji wa huduma za afya. Akizungumza wakati wa kongamano la 16 la kila mwaka la kisayansi kwa maafisa tabibu huko Malindi, Rais wa chama cha maafisa tabibu nchini KCOA Moses Konde Matole alikashifu kile alichokiita kama mpango wa makusudi wa kuwaweka kando maafisa tabibu licha ya jukumu lao kuu katika sekta ya afya nchini. Matole alisisitiza kuwa maafisa tabibu ni wataalamu waliohitimu na wana ujuzi unaotakiwa na unaodhibitiwa na sheria ya bunge kupitia baraza la maafisa tabibu COC. This is political and I want to address 3 people. The first one is in the formulation of SHA. SHA was formulated so that people can access healthcare. But people have hijacked SHA. And the first people that have hijacked SHA is the Ministry of Health, headed by Director General, who knows very well that healthcare is delivered by 80% by clinical officers. Hili swala la SHA ambalo clinical officers hawaruhusiwi ku-authorize kweli liko, na ndilo swala ambalo sisi pia tunajaribu kueleza ministry ya kwamba clinical officers ndio wanaona percentage kubwa ya Wakenya, kwa sababu sisi tuko katika level zote. Tuko katika level 2, tuko katika level 3, tuko katika level 4, tuko katika level 5, tuko katika level 6 of healthcare delivery. Kwa hivyo wakisema clinical officers wasiwe pre-authorized, hii ni kunyima Wakenya huduma za afya. The issue is not about the quality of services, the quality of surgeries. That is just a convenient narrative to deceive Kenya. The issue at hand is that there is a cartel. This cartel wants to monopolize healthcare services so that then they can divert money to themselves. And as Kenyans, we must come out, we must call them out. Na huduma ya polisi imejiandaa kwenda kidijitali kwa kuanzisha kwa faini za trafiki za hapo hapo na kubadilisha vitabu vya zamani vya matukio OBs. OB ya kidijitali inachukua nafasi ya mfumo wa zamani wa kuandika kwa mkono, kushirikisha kwamba matukio yote ni ya kudumu na haiwezi kubadilishwa, hivyo kupunguza matukio ya udanganyifu na uingiliaji. Mfumo huu unarahisisha kuripoti na kufuatilia matukio kwa wakati halisi na upatikanaji ama unapatikana kwa wakuu wa vituo, kaunti na mikoa pamoja na makamishna wakuu wa polisi. We are deploying or ensuring that automation of all police operations is achieved. We want to start with the digitization of the occurrence book. As you know it today, we have the hard book that is to be found in all the police stations at the report office. We want that one kicked out and replaced by the digital OB. The digital OB through which you can be able to report to the police in the comfort of your home, in the comfort of your office. Even when you are taking a meal in a hotel, you can still be able to launch a complaint with the police, as the police will be able to act on that. We want traffic instant fines to be brought on board, because for many years you are aware that police has always been number one in terms of corruption. Corruption that in most cases is actually about perception, but to ensure that our officers, because I know we have got very good and disciplined officers, we want instant fines to be deployed so that the people, if you are on the wrong, you can be able to pay your fine immediately to the relevant authorities, and at the same time we reduce that interactions between our officers and the public, actually, to minimize that complaint of corruption. And many other activities of the police are being digitized. And I want to appreciate our men and women in uniform
for a well done job. And I want them to continue operating in that line. I want them to operate within the frameworks of the law, to execute their duty within the law. Na wakifanya namna hiyo, kila kitu itakuwa iko sawa. Mimi mwenyewe kama Inspector General wa polisi na the DIGs, we are here to support our officers. And we are here to advise them to operate within the law. We will support them to the highest office. If any officer is accused for being on the wrong but was operating within the law, we will support that fully. But on the other hand, if there is one operating outside that, then again, we have got the necessary bodies, including the IPOA. We have got the Internal Affairs Unit and others that can also be able to look into those issues. The first phase of salary has already been done, and in the financial year 2025-26, we are also going to do the second phase of the salary increase to the officers. And at the same time, we are working very, very closely with the Ministry of Housing so that it can also be able to develop housing accommodation for our officers alongside the affordable housing. Nikukumbushe kwamba tupo katika mitambo ya PAN 162. Kutana nasi pia kwenye mitandao ya kijamii. Tutarudi na taarifa zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa twende mapumzikoni. Usiende mbali.